Nia njema ya kuokoa uhai wa mdogo wake aliyekuwa karibu kuchomwa kisu ndio iligeuka kuwa mwisho wa maisha ya Lina Kabamba, anayedaiwa kuuawa kwa kisu ambacho awali hakikukusudiwa kwake. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo lililoibua simanzi kupitia mitandao ya kijamii, kilichomponza Lina ni uamuzi wake wa kusuluhisha mzozo wa wadogo zake wawili, hasa pale mmoja alipoonekana kutaka kumchoma kisu mwenzake. Lina, ambaye ni mama wa watoto wanne na mke wa Chris Kabamba aliyefunga naye ndoa mwezi mmoja uliopita, alipoteza maisha kwa kuchomwa kisu saa 7 mchana wa Machi 20 mwaka 2026 nyumbani kwao Rines, Kigamboni, jijini Dar es Salaam. Akisimulia tukio hilo, mume wa Lina, Chris Kabamba, anasema shemeji zake hao wawili walikuwa katika mzozo uliosababisha mkewe akaingilia kati kuamulia. Aliishia kuchomwa visu na kupoteza maisha. Anasimulia, siku hiyo nyumbani alikuwepo mama yangu, mkwewe Lina na mdogo wake Lina wa kike, ambaye ndiye alipiga kelele kuomba msaada kwa majirani baada ya mdogo wao mwingine kufanya mauaji hayo. Chris Kabamba anasema katika mitandao ya kijamii inapotoshwa kuwa aliyemchoma kisu Lina ana matatizo ya akili, lakini uhalisia ni kijana mwenye umri wa miaka 19 na ni shemeji yake na hana tatizo la afya ya akili kama inavyodaiwa. Namnukuu, ana akili timamu. Ulitokea mzozo hapa nyumbani, yeye na ndugu yake mwingine, mke wangu akaingia kuamulia, ndipo likatokea hilo lililotokea. Taarifa zaidi mkitaka mtapewa na OCD wa Kigamboni, ndiye anayefuatilia suala hili, anasema Kabamba. Hata hivyo, shuhuda mwingine ambaye ni mdogo wa Lina akiwa nyumbani kwa marehemu Kigamboni alikataa kuzungumza kwa kina kuhusu tukio hilo kwa kile alichofahamu yote yako polisi kwa uchunguzi. Machache aliyoeleza ni kuhusu dada yake kuacha watoto wanne na mume aliyefunga naye ndoa mwezi mmoja uliopita, na sherehe yao ya harusi ilifanyika katika moja ya kumbi za harusi zilizopo Sinza, jijini Dar es Salaam. Namnukuu, kama familia hatujaamua kulizungumza hili swala. Kuna vitu vingi vinazungumzwa mitandaoni ambavyo si vya kweli. Hata hivyo, OCD wa Kigamboni ndiye anayeweza kulizungumza. Alipotafutwa, OCD wa Kigamboni alisema hawezi kuzungumzia swala hilo kwa kuwa yeye si msemaji wa polisi, akielekeza atafutwe kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro. Muliro alipoulizwa alikiri kutokea kwa tukio hilo ambalo alisema tayari mtuhumiwa amekamatwa na upelelezi unaendelea kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Namnukuu, ni kweli tukio hilo limetokea Kigamboni, ni la domestic violence, ukatili wa majumbani, na mtuhumiwa amekamatwa, alisema kamanda Muliro. Baadhi ya majirani wa marehemu wamesimulia walivyoanza kusikia kelele za mdogo wa marehemu na mkwewe waliokuwa wanaomba msaada baada ya tukio. Nanukuu, kulitokea kelele za kuomba msaada. Tulipofika eneo la tukio tukamkuta mtuhumiwa anasafisha damu mwenyewe, anasema jirani mmoja aliyeomba hifadhi ya jina lake. Jirani mwingine anasema alikuwa akimuona kijana huyo mdogo wake Lina aliyetenda tukio hilo kwa takriban mwezi mmoja uliopita. Aliishi nyumbani na familia hiyo. Nanukuu, hakuna tatizo la afya akili, ila kuna tetesi kwamba kulikuwa na mgogoro. Yule kijana ambaye naye anafanya kazi za biashara mtandaoni kama alivyokuwa dada yake Lina, kuna hela alichukua ya mteja, hakupeleka bidhaa, anasema jirani huyo. Kwa sababu hiyo anadai Kabamba na Lina walimtaka arudishe fedha kwa mwenyewe, ambaye anadaiwa kuwa ni kiasi cha shilingi milioni 1.5. Hata hivyo, Kabamba amekataa taarifa hizo akisema si za kweli. Jirani huyo anafafanua kuwa siku ya tukio mdogo wa Lina wa kike alikuwa akimweleza kaka yake arudishe pesa ya mteja aliyochukua. Nanukuu, alimweleza kwa nia njema, ndipo mtuhumiwa akapaniki na kuchukua kisu kwa lengo la kumchoma. Lina alivyoona akaingilia kati na akachomwa yeye, anasema jirani. Anasema walipokwenda kutoa msaada walimkuta mtuhumiwa akisafisha damu mwenyewe, ndipo akatoa msaada kufanikisha mtuhumiwa kukamatwa na jeshi la polisi. Kwa mujibu wa mume wa marehemu, mwili wa Lina kesho Jumanne Machi 24 mwaka 2026 saa 8 mchana utatolewa mochwari na kupelekwa nyumbani kwake. Usiku wa siku hiyo hakutakuwa na mkesha wa maombolezo. Jumatano asubuhi mwili utatolewa nyumbani kwenda kanisa la KKT Kisiwani, ambako itafanyika ibada ya misa kuaga kabla ya maziko yatakayofanyika kwenye makaburi ya Kisota, Kigamboni.